Wanandoa kwenye ndoa changa wakawa wanabishana sana, alafu yule mwanaume akamtemea mate mke wake usoni. Na hiyo ilitokana na kwamba walipokuwa wakibishana, yule mwanamke aliona kwamba yule mume wake hastahili kumwambia maneno kwa ukali hivyo. Jinsi anavyoongea, jinsi anavyofoka hakupenda yule mwanamke. Kwa hiyo naye akamjibu yule mwanaume kwamba wako sawa. Alafu ndo mwisho yule mwanaume akamtemea hayo mate. Na hapo ndipo kila kitu kilipoharibika. Yule dada baadaye akachukua vitu vyake akaondoka. Ndio ilikuwa ni kama miezi 6 hivi. Akaenda kuanza maisha upya akisema kwamba mimi simtaki tena yule mwanaume, ananidharau, kanitemea mate. Yaani issue kwake ni kwamba ni kitu ambacho alikuwa hajawahi kukiona, hajawahi kukisikia kwenye maisha yake, lakini ndo amefanyiwa na huyo mwanaume. Najua watu wengi hawapendi kusikia, ila kwa asilimia kubwa Afrika, haswa Tanzania, bado tunaongozwa na mfumo dume. Yaani hicho ni kitu ambacho hakiwezi kupingika kwa sasa hivi. Huo mfumo either ni mbaya au ni mzuri, lakini ni mfumo ambao ndio umetulea na umetufikisha hapa na bado upo, japokuwa kweli kuna utandawazi, kuna maendeleo makubwa, mwanamke amepata elimu, anajiweza, wanawake wana uchumi, lakini hiyo haifuti kwamba bado tupo kwenye mfumo dume. Ni wanawake wachache sana ambao wanabahatika kupata wanaume wale ambao either ni personality zao zilivyo, au walipata malezi ya tofauti sana, au wao tu wenyewe kwa sababu ya kuelimika na akili zao au uwezo wao tu wa kuelewa, wanaona kwamba mwanamke unatakiwa uende naye kwa staili hii, mwanamke na yeye anahitaji kusikilizwa, anahitaji kuongea, mwanamke anaweza akawa yeye mbele anaongea kitu afu mwanaume akafuata. Ni wachache sana, ila wengi hawajaandaliwa kuja kuwa chini ya mwanamke. Yaani kama vile ambavyo anafundishwa kwamba wewe ni kichwa, mwanaume unatakiwa uwe hivi, mwanaume unatakiwa usikilizwe, hiyo ndio system ambayo inatuongoza. Kwa hiyo huyu mwanaume alifundishwa toka utotoni mpaka anavyokuwa. Kuanzia kwao anafundishwa, kwa majirani anaona, misikitini, shule, kanisani, kila sehemu anaona kwamba mwanaume ndio anapewa kipaumbele pale juu, yeye anafundishwa hivyo. Na hata katika utu uzima wake bado akikaa na rafiki zake, kama wameenda kunywa, wameenda kuangalia mpira, wanapiga story tu, wataambiana kwamba usikubali mwanamke akuendeshe, mwanamke hatakiwi kuwa na sauti kuliko mwanaume. Yaani kuna maneno ambayo wanaambiana, na hayo maneno yanaingia kwenye fikra za mtu na yana impact, yanaleta kitu fulani ndani yake. Kwa hiyo lengo la kusema hivi ni kutaka kuwakumbusha haswa wanawake kujua kwamba bado tupo kwenye huu mfumo. Kwa hiyo hutakiwi sana kukaza kwamba lazima mambo yaende hivi. Siku hizi vitu vinaongelewa, vitu viko wazi, mwanaume anatakiwa awe mwelewa, awe mpole, amsikilize sana mke wake. Inaweza ikatokea mbeleni jinsi tunavyoenda, lakini kwa sasa hivi bado sio kwenye generation hii ambayo tupo sasa hivi. Mambo hayapo hivyo. Wenzetu wazungu ndio wako kwenye hizo hatua za mbele, ambapo wao wanaweza hata kukubaliana kwamba mwanamke anafanya kazi, mwanaume yeye atakuwa anakaa nyumbani na watoto, analea watoto. Mwanamke ana sauti, mwanamke anaweza kumfokea mwanaume akatulia kimya. Mwanamke anafanya maamuzi, yani mwanamke anaonekana ndio kichwa. Kwetu huku wapo wao watu, lakini ni wachache sana. Wengi ni wale ambao ukimfokea kidogo analipuka, ukimwambia kitu analipuka. Na si kwamba wanaume wetu wote au kwa asilimia kubwa wote hao wana changamoto za kiakili, hapana, ila ni malezi na makuzi na huu mfumo ambao bado upo, ambao kwa namna yoyote utakiwe mwanamke kukataa, kwa sababu ndio upo na hakuna namna unaweza kuukwepa kwa sasa hivi. Labda ukaamua kuishi mwenyewe, lakini kama unaishi na mume, umepata mume wa design hiyo, si kila kitu ni cha kukufanya ukasirike na uondoke nyumbani kwako. Sikubaliani na dharau kali, sikubaliani na mateso, manyanyaso makali. Sio kwamba nakubaliana na hivyo vitu, lakini ninachotaka kukuambia ni kwamba kuna vitu ambavyo unabidi uviangalie, uwe na emotional intelligence, yani uweze kuwa na akili ya kihisia ya kuweza kumsoma huyo mume wako, kumwangalia, au kama ni boyfriend kumuelewa kwamba huyu ana changamoto gani, kwa sababu tayari wewe unasoma mambo ya kisaikolojia, unajua saikolojia kiasi fulani, yani una idea. Kwa hiyo ni rahisi
kujizuia badala na wewe kulipuka, kugombana au kufanya maamuzi afu baadaye unajuta. Unaweza kutafuta ushauri, jamani nishauri, mume wangu nimemkimbia lakini hanitafuti, amenikalia kimya, ametafuta mwanamke mwingine au kafanya nini. Kumbe we mwenyewe unaweza kuwa unashindwa kulikontrol vizuri hilo uhusiano lako. Kwa hiyo issue ya mfumo tulionao sio issue ya kuiweka pembeni, ni issue pia ya kuiangalia inapokuwa mpo kwenye mikwaruzano na magomvi, kwamba mtu akifanya kitu jiulize kwamba huyu inawezekana hii tabia anachukulia kwamba ndio njia pekee ya kunikera, ya kunikwaza. Na ukiwa na emotional intelligence utaona kabisa kwamba ili niizuie hii tabia ambayo siipendi, sitakiwi kumwonyesha kwamba siipendi. Maana ukimwonyesha mtu kitu hukipendi, kila atakapokuwa akigombana na wewe atakuwa anakifanya hicho kitu na zaidi, kwa sababu anajua hicho ndio kitu ambacho kinakutrigger, kinachokukera, kinachokuumiza. Kwa kama mfano ndio mtu amekutemea mate, unaweza ukaamua kutulia tu, au kama unaweza ukayalamba, si mpenzi wako, kwani kuna shida gani? Ukiyalamba unasikia ataendelea kukasirika, atakuangalia, utakuwa umeshamvunja moja kwa moja nguvu ya kuendelea kukasirika. Ni amekutemea wewe ukafanya hicho kitendo. Lakini najua saa nyingine huwezi kufanya hivyo kwa sababu na wewe tayari unakuwa umeshapanda hasira kweli. Ila unaweza ukafuta tu mbele yake, ukafuta afu ukasmile, usifanye chochote. Mwisho ataanza kuona kwamba kila anapomtemea mate hafanyi chochote. Kila anapomtemea yani haikukeri, haikupanikishi, haikuharibu utulivu wako. Na akiona hivyo mwisho wa siku ataacha kufanya hivyo. Maana ataona haina impact ile ambayo yeye alikuwa anataka itokee. Yani ile kukukera ukasirike, anaona kwamba haikukeri. Hata kama aliona huko kwa jirani yao au kwao kwamba mtu akitemewa mate analipuka, anakosa raha, anakuwa na uchungu. Sasa akiona kwako akifanya hivyo ubadilike, yani unakuwa normal, inamaliza nguvu. Anaona kabisa kwamba hiyo haipo applicable kwako, haifanyi kazi kwako. Kwa hiyo labda atafute mbinu nyingine ya kukukera, lakini sio hiyo. Hivyo upo kwenye huu mfumo tayari. Ukibahatika kupata kitu kizuri ambacho unakitaka wewe, sawa. Lakini ukibahatika kupata vitu vinavyoendana na mfumo ulivyo na wewe unayapenda mapenzi, utaki kukaa mwenyewe, basi kitu cha muhimu ni kuweka hicho pia kwenye akili yako kwamba system imekaa hivi, lazima niende nayo, lazima niwe na akili ya kihisia, niweze kujicontrol. Kuna vitu ambavyo natakiwa nivichukulie kawaida kwa sababu mfumo dume ndio upo hapo, na mwanaume ana power, ana nguvu, ana mamlaka, na yeye yupo kwa ajili ya kutotaka kuendeshwa na mwanamke. Kwa hiyo mtu akishasema kwamba hataki kuendeshwa na mwanamke, jua kwamba kwenye akili yake anataka wewe uwe chini, yani umnyenyekee, umsikilize, akuongoze. Haijalishi kwamba anakuongoza kwenda peponi au anakuongoza kwenda kuzimu, lakini yeye anachokiamini ni kwamba yuko hapo, wewe unatakiwa umsikilize na akuongoze. Of course mimi sikubaliani na wewe kuongozwa kupelekwa kuzimu, lazima uangalie. Lakini kama ni vile vitu vya kawaida vidogo vidogo, unaona mtu ana panic na analipuka, kama unaweza kujicontrol wewe na ushamsoma, ushajua kwamba wewe ukiwa kimya yeye hafanyi, alipuki, basi unaweza kusolve matatizo kwenye ndoa yako kwa style hiyo. Lakini akiwa ameshindikana, ni mtu tu anakutafuta kukukera na kukuumiza, sasa hiyo ni hatua nyingine ambayo unaweza kabidi utafute ushauri zaidi kwa washauri na mdiscuss kwamba mnalihandle vipi hilo tatizo la mume wako. Na imani umejifunza kitu. Usisahau kulike, kucomment, kushare, subscribe kama hujasubscribe, gusa kengele ili nikiposti tena uwe kwanza kusikiliza. Ciao.